أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونور بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. يقول الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العلي العظيم. Uzangu wapendwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuko katika sehemu ya 4 ambayo yazungumzia sifa maizi za mfumo wa malezi ya Qur'ani, na ikiwa bado tulikuwa tumesimama katika sifa ya kwanza, nayo ni ar-rabbaniya, na tuliuliza suala yana kwamba ikiwa mwongozo wa Qur'ani watoka kwa Mungu peke yake, nafasi ya mtumi na maulama ni nafasi gani? Nikaeleza kwamba mtumi hakuja kuleta chake, amekuja kubaini ya Mungu na kukamilisha kwa kupitia kutoka kwa Mungu. Kwa hivyo anachonena yeye chatoka kwa Mungu, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ama dauri la ulama, taban kuna na nukta nyingine pia nilizungumza kwamba mtume ana kazi ya kutuonesha utekelezaji wa Qur'ani, kwamba yahitaji kuonekana mfano mbele ya mato yetu. Ama ulama, wanazuoni wale wanaoitwa mujtahidin, walofika daraja ya ijtihadi wa zamani na mayeo, toka huko nyuma mpaka leo, hawa kazi yao si kuweka sharia, fatwa si kuweka sharia, si kama sharia inaotungwa na mabunge bungeni, kwamba baraza la ulama inalo latunga sharia. Kazi ya ulama ni alkashfu anil hukmi shar'i, ni kutufafanulia hukumu ya Mwenyezi Mungu kwa kadri ya fahamu zao, kwa kadri ya fahamu zao. Wakipata itakuwa ni hukumu ya Mungu, wakikosa itakuwa ni mawazo yao. Na ndio tukawa na ule msingi kwamba mujtahid aweza kupata na aweza kukosa. Akipata ana thawabu 2, akikosa ana thawabu 1. Kwa nini akikosa ana thawabu 1? Liwekeni na lirudia sasa hivi kwamba Mwenyezi Mungu hutoa thawabu kwa makosa. Tutakuja hapa. Ninachokitaka sasa tu ni hiki, kwamba daurul ulama katika Uislamu ni kufafanua yaloetwa na Mungu, si kuweka maoni yao. Na hapa lau Waislamu wataifahamu uzuri, taasubi nyingi zitapungua za kuabudu mashekhe.
na kwamba alolinena shekhe ndio hilo hilo kwa kila ule ampendao. Lao tutaweza kufahamu kwamba mashekhe ni mutarjimuna peke yake, si kwamba wao wana 100% kila wanachokifanya. Nukta ya pili nimalize leo, ndio nitakuja kuwajibu idha akhtaa, ni suala jamanini, na hili ni moja hukejeliwa Uislamu. Sasa tukitaka kukejeliwa na wasomi, niambieni tofauti baina ya apikiwao akaetewa akala na baina apikao akala, upi ni bora? Sijui tumeelewana vizuri sana. Kati ya mtu yeye uketizie jambini, huandikiwa akaandaliwa mpaka akaekewa, yeye kazi yake nini? Ni kula tu. Na yule atokao akenda akazengia mwenyewe, kazipika mwenyewe mpaka akala, aliyo bora ni upi? Ni wa kwanza ama ni wa pili? Na ndio ule mfano wa China ule musomeshwao waambiwa yeye, usinipe samaki nifundisha kuvua, nipa mshipi unifundishe kuvua. Haitokuwa kila asubuhi nisimame mlangoni mimi ukungoja unipe samaki wangu wa yeo. Sasa hawa wataalamu wa kisasa wasema imani ya kuamini kila kitu chatoka kwa Mungu, wewe wangoja mfumo kamili uletewe utekeleze, ni imani ya ule akitizio jambini hungoja chakula aekewe ale. Hii ni miondoko ya kuziisha akili, na ndio ukawaona Waislamu wamezia leo. Tupo jamanini, kwa sababu wao hawana kazi ya utafiti, hawana kazi ya ugunduzi, hawana kazi ya kupekua. Wao hungoja nini? Kishindo kwenda shekhe, Mungu amenena yeye, Mungu amenena kadhaa, mtakwenda kutekeleza. Sasa ni fikra ipi inayoleta msukumo wa kiakili na wa kifikra? Ni fikra ya kutunga wenyewe sharia ama ni fikra ya kutungiwa? Upo jamanini? Sasa naisuka tena kielimu suala hili walivyoinena wao, kwamba ikiwa manhaji ya Uislamu ni manhaji rabbani yatoka kwa Mungu, aina daurul aqli fi nidhami lislami, akili ina nafasi gani katika mfumo wa Kiislamu? Sasa hapa ndipo mahala pana utata, na siwezi kusimama kwa urefu sana kuyabaini mambo haya. Na hapa ndipo waambia mando kwamba Qur'ani iliponena ma faratna fil kitabi min shay, haikutuetea mafriji wala nini. Qur'ani imetuetea misingi ya mambo ambayo akili ya mwanadamu haiwezi kusikilia, au ikiatwa peke yake itafanya nini? Itapotea. Na haikuya ni mbadala wa akili ya nani? Ya mwanadamu. Na ndio mpaka leo tukahitaji wanazuoni. Waila wewe mwambie mtu hii Qur'ani ina kila kitu ndani, haitakuwa kitabu wape umma kesho watoe mfumo wa education ndani, watoe mfumo wa nini, wa kiuchumi ndani, watoe mfumo wa kisiasa ndani, watoe mifumo ya kila aina ndani ya Qur'ani. Waweza? Makumbuka maneno si darusi shekhe, hizo elimu za peni mbili peni tatu, Muhammad Qutbi niliwasomea maneno yake, kama makumbuka katika maneno yake, na nikawaomba nendani mukasome introduction ya kitabu chake aliponena mimi Muhammad Qutbi amkuliwao shekhe, nafikiri alisikiria paka kuwa Sheikhul Azhar, sijui ama ni Muhammad Ghazali ama nimeisoma Qur'ani, nimeandika zitabu, siku zote ilikuwa siyajua kama Qur'ani ina mfumo kamili wa kimalezi. Hoya ninao maneno hayo nani? Muhammad Qutbi. Paka siku ile alipopatikana na mitihani, mwenyewe anena nimeketi usiku usindizi sina, nimefungua Qur'ani, nikaisoma mara ya kwanza, nikaisoma mara ya pili, mara pap nikaja nikaona kumbe hii Qur'ani iko hivi. Ndio pale utaona nyinyi mtamsikiza Sheikh, mtanisikiza mimi hapa,
Siku moja nitawaelezea tafsiri ya aya, ukitoka kusema we, baada ya muda unamsikiza shekhe mwingine utaona kama ambao hushuka yeo ile aya, na kwamba ule alikuwa kutueleza chochote siku ile. Wewe siku ile ulitoka nena ustadhi yao kale amefasiri darasa kisasa, lakini wewe umepambana na hawa watinitini. Siku kenda kupambana na ashindao mvuke akaichambua ile aya, ukanena subhanallah, mimi nilikuwa sikuona kabisa hilo. Siku ya tatu kenda ukapambana na mwingine ukanena wale wote wainga watakaorudi skuli kusoma. Kwa ile waambiwa Imam Sadiq aliponena inna lilqur'ani butunan, hii Qur'ani ina matumbo, kila ukiigonga ukutapishia, si tumbo moya, ina nini? Matumbo. Inna lilqur'ani butunan. Na kwa taabiri ya Imam Zainul Abidin anena hii Qur'ani ni khazainul ilm, ni hazina za elimu, kila ukifungua hazina ya kuingiza kwenye milango mingine. Kwa hivyo utaikuta hata namna ilosukwa Qur'ani imesukwa kwa ndia ya kukusukuma ufanye utafiti, si kwa ndia ya kukufanya utosheke. Kwa hivyo akili, elimu haikuwetwa Qur'ani ni mbadala, na ndio utakuta Mwenyezi Mungu na Uislamu kwa kutaka kushajiisha haraka ya elimu ikamfanya hata alokosea pia una thawabu. Hapa ndio nitakuwa kukujibu, kwa sababu lau kila mtu sasa hivi atakuwa muhtat, takwa nyingi, kila mmoja kumwambia wajua kuna hadithi imenena man fassara alqur'ana bira'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Sote mashekhe tukagoma kufasiri Qur'ani, kila mtu hucha kukosa, natija yake itakuwa nini? Jumudul aql, ni kuganda akili. Sasa Mwenyezi Mungu ajua kwamba musitezee Qur'ani, ametuambia musitezee Qur'ani, musifasirie ovyo ovyo, lakini mkiwa mumejaribu kutafuta zombo za kufasiri Qur'ani kama lugha ya Kiarabu, tarikhi ya Qur'ani, ulumi za Qur'ani na kadhalika, hata hivyo bado nyinyi wanadamu na mkajaribu kufasiri na mkakosa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawapa thawabu. Mumekosa kuifasiri, hamukufikia kupata matakwa ya Mwenyezi Mungu, lakini natija yake mumeleta haraka ya elimu na nini na ya akili. Na ndio pale utakuta wakati unapomwambia mtu, sikia mtu ukuuliza ustadhi, hii aya maana yake nini? Utamwambia yawezekana kuwa ya kusudiwa moya katika maana tatu. Ustadhi tutanganiza tupe moya tu. Haendi hivyo. Aweza kukupa moya tu ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aweza kukwambia hadha huwa muradullah, hivi ndivyo alivyotaka Mwenyezi Mungu. Sisi tulizobaki ni kuawil kama yeo mathalan, bila ya kuingia kwenye mijadala ya kimadhahabi. Tunakuja mbele ya aya ya udhu, ya ayyuhalladhina. Napenda kidogo sute tutoe misimamo ya kabla, tuamiliane na hii aya kama ambao hufanya nini, handa kuteremka. Ni ngumu hiyo najua, lakini hala jaribu kusafisha, uiangalie hii aya, ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum au wa arjulikum ala qira'atayn. Sio hatuande ni naona msifanye haraka kwenda kwenye maguu kupukusa na nini. Kila mahala pana mjadala. Hapa tu kwa sababu kuna mizozo ya kimadhahabi, huku mwingine hakuna. Uso ni upi babangu? Uso ni upi? Kwa ibara nyingine, ni wapi mpaka wapi urefu na mapana? Mungu ameutaja? Ametaja hapa uso mwapi mpaka wapi? Alotaja ni Imamu Shafi na nane, kakwambia min manabiti shari, sio kwenye safina ile kwenye nini, kutoka memeleo yanye za kitwa ila
dhaqni, mpaka kidevu, tulan, kwa urefu, sio na upana. Kuna walonena ni kutoka hichi kinyama cha sikio mpaka hichi kinyama cha sikio, hiyo ni rai. Kuna walonena ni ma baina al-ibhami wal wusta, ni baina ya chanda cha gumba na wusta, hunu ndio uso. Tupo vizuri sana jamanini? Wana ya uso nini? Kilichokukabili mbee, huku ni uso. Hono ni mjadala, sitaki kuambia rai sahihi mimi. Hapo sasa yaingia lugha, kwa ingia urfi. Benye lugha ya Kiarabu wakitaya uso hukusudia nini? Sawa mpaka hapo? Umeona jadala mrefu ndivyo? Nimeona kitu rahisi tu, si kuosha uso. Uso ni upi? Ijtihadi wanda hapo. Haya, tumemaliza. Tumeyua ni kutoka hapa memeleo mpaka kidevu na kutoka hapa mpaka hapa. Mathalan tumekubaliana zitafute zimo au hazimo. Sasa katika kuosha utaanda yu kwenda tini ama utaanda tini, ama waweza kufanya utakavo. Aya haikueleza maneno haya. Tupo jamanini? Aya imekwambia faghsilu wujuha, hatuwate wa aidiakum, twende kwenye nini? Mikono sasa, ilal marafiq, paka kwenye ziwili, sio? Sasa pia hapa kutakuja suala, uwanda wapi? Utaanda kwenye zanda upandrie yu, kama ambao ndio rai ya ahli sunna wana khiyari, ama utaanda yu kushuka tini kama huwa ra'yul imamia, kwamba yajibu, ni lazima uanze kilikoni kushuka zandani, na uso ni lazima uande yu kwa imamia. Lau utatawadha namna hili udhu wako si sahihi. Lakini kwa baadhi ya madhhabi ya ahli sunna kaifama tafaqa utenda. Dalili nini? Mjadala mwingine huo. Siko kwenye kuambia jamanini hapa mfuate lipi, najaribu kuwaonesha mambo hayako wazi hivyo mnavyoyaona nyinyi, mkangoja kwenye kupupusa maguu tangu huku mwanzo. Haya, wamsahu biru, kitwa nkipi? Sawa jamanini, ni chote ama mbaadhi cha kupupuswa? Ikiwa mbaadhi, mbapi paka wapi? Ndio leo utakuta leo kuna ahnafi, sio wale ahnafi kwao mashi ni kitwa chote, kwa Abu Hanifa, kwa Imam Shafi na kwa Imamia ni baadhu ras. Hiyo baadhi ni kwa kadiri gani? Wengine wamenena ni thalathatu asabi, ni zanda. Kuna na wengine wanena hata chanda kimoya utosha. Tupo vizuri sana, hata chanda kimoya tukifanya namna hii ushapupusa. Hiyo baadhi, kwa nini iwe ni upaani si kishogoni? Kwani hii ni si baadhi? Kwa sababu wamenena ni baadhi ya be. Mwenyezi Mungu kwenye uso hakunena biujuhikum, kwenye mikono hakunena biaidikum. Alipofikia kwenye nini kitwa kupupusa, nena wamsahu, sio ujuhakum, biujuhikum. Wamenena albau litab'id, ile be ni kama kunena baadhi. Tupo vizuri sana. Sawa, ni baadhi. Baadhi ni ipi? Ni wapi? Ni hapa ni kitwa, ni baadhi. Ni hapa ni kitwa, ni baadhi. Kwa nini wakatagua hapa? Ni mjadala bado siamaliza. Haya, kuna mamsuhun, kuna namasih, kuna chenye kupupuswa kwa w, kuna na chenye kupupusa. Kwa hivyo chenye kupupuswa ni nini? Ni kitwa. Chenye kupupusa ni nini? Watumia nini wewe ukipupusa kitu? Wapi uliambiwa ni mkono? Aya imenena aya imenena wamsahu biruusikum, pupusani zitwa zenu, hakunena biai. Kwa hivyo leo nkainua guru langu nkapupusa, sawa ama si sawa?
Mfano na mayoga mimi naweza, au nikatukua sponchi la mai nikafanya nini, nikapupusa, sawa ama si sawa? Maona mambo hayako rahisi hivyo, kwamba Qur'ani ma faratna fil kitabi min shay. Sasa ndona sasa kwenye magumu kuoshwa kupupuswa, hiyo mjadala madhhabi. Mimi nimekuambia hapa ambapo hakuna mjadala, hatusitie ushia na nini na usuni. Tuanze hapa kwenye uso, mikono, kitwa, uangalie masuala haya. Ni mkono taban, maulama wanena kuna kitu katika ilmu usuli huitwa insiraf. Kidogo ni maelimisha. Mmekupa glasi nikakwambia netie na mimi mai ninwe, mmekwambia mai gani? Utakwenda kunitekea mai ya pwani? Utakwenda kunitekea mai ya pwani unete? Utakubaliwa ukieta mai ya pwani, watu wote watakuwa na wewe nani? Lakini utamwambia kilugha neno mai ni mai, hata mai ya pwani ni nini? Ni mai. Kwa hivyo wewe umeniambia nietea mai, mimi kwenda kutekea mai ya pwani, lakini nimekwambia ninwe. Kiurfi, kidasturi, yanwe wao ni yapi? Tupo jamanini? Yanwe wao ni nini? Si ya pwani. Kwa hivyo ukimwambia mtu mpige hoyo, kawaida kupija waweza kupija kwa chochote, lakini kawaida mwanadamu akipija hutumia kitu gani? Mkono. Kawaida mwanadamu akiandika hutumia nini? Mkono. Kwani akiandika kwa guu huwa sikuandika? Lakini ukimwambia mtu yoyote sasa hivi naandikia ina lako, atatumia kiungo gani? Sasa haya pia Mungu ateremke kuambia. Sasa wewe moja kwa moja ulipoambiwa imsah biruusikum, wajua kinachotumika ni chombo gani? Mkono. Tena utatumia wapi? Bibatinil, hakuna asuguao yao isipokuwa una jaraha una nini. Ama sivyo jamani? Umemwona mtu akitaka kusugua namna hii, ukioga wewe usugua namna hii, utaisugua vipi? Utatumia zitanga za mikono. Sasa hapa wanasema katika ilmu al-usul al-insiraf, tukua senti kanunulie nyama sokoni, ima ya ng'ombe ama ya mbuzi, ndio izanywa sokoni, sio utanetea ya tiga. Urfi wa amu nyama izanywa sokoni ngani? Ya ng'ombe ama ni ya nini? Hayo ni katika mambo. Kwa hivyo ndugu zangu, Qur'ani haikuja kusimamisha akili kwamba utakwenda utunde tu, na ndipo pale maneno huvuta maneno, utakuja kukuta ile fikra ambayo wengi huinena pengine kwa kutoelewa kwetu, kwamba bana hatutaki madhahabi, hatutaki chochote, sisi ufuata Qur'ani. Sasa hapo wewe lau ulietwa kwenye hiyo aya utaifuata vipi? Ima utaifuata kwa ufahamu wa Imam Shafi akwambie uso ni unu, ama utaifuata kwa ufahamu wa Imam Malik ama wa Imam fulani ama wa Imam fulani. Haiwezekani. Harakatul aql. Nitakoma hapa. Kwa hivyo haimaanishi mfumo wa Qur'ani waetwa na Mwenyezi Mungu kwamba akili zetu ziwe hazina kazi. So Mwenyezi Mungu kuna wakati anakupa kuli tatbiqu na kwenda kufanya mwenyewe. Kuna wakati Mwenyezi Mungu anakupa hadaf, lengo, nyasila unazitengeneza mwenyewe za kufikia ile lengo ili mpaka ukamilishe. Twende katika sifa ya pili zinazomaizi mfumo wa Kiislamu baada ya ar-rabbaniya ni al-alamiya. Al-alamiya, kwamba hunu ni mfumo wa kilimwengu. Narudia, ni mfumo wa kilimwengu, si mfumo wa Waarabu, si mfumo wa wazungu, si mfumo wa Waafrika wala wa Waasia wala wa Wahindi. Ni wa nani? Wa ulimwengu. Na hapa sasa patufanya sisi Waislamu tuwe na hadhari sana wakati tunaposoma Qur'ani na tunaposoma mfumo wa Kiislamu, kutofautisha baina ya misingi ya Mwenyezi Mungu aliyoiteremsha
na baina ya ufahamu wetu unaohukumiwa na mazingira ya kitamaduni. Pagumu hapa, lakini nitapa sherehe. Kuna wakati aya imeteremka na msingi wa kila mwanadamu, si wa watu fulani, lakini mimi na wewe tunauishiamu kwa kufahamu msingi ule, kwa kuwa sokoni hakuuzwi isipokuwa nyama ya ng'ombe na nini na ya mbuzi. Tusiulazimishe ufahamu ule kwamba na India pia lazima kuzanywe nyama ya ng'ombe na nyama ya nani ya mbuzi. Tutafautishe baina ya nasi ya Mwenyezi Mungu na ufahamu wako unaoathiriwa na mazingira ya kitamaduni. Niwape mfano practical. Hijabu. Hakuna mahala kwenye Qur'ani Mwenyezi Mungu amelitaja hijabu liwe vipi. Kuna ametaja zipimo, mi'yar, na hadithi zimekuja kutaja mi'yar, maayir, na wanasema mi'yar ni ngapi? Ni 3 kwa mwanamke. Kitu cha kwanza ni kwamba lisiwe ile nguo anaovaa kuistiri isiwe shafafa, transparent, yani yaonesha upande wa pili, yani ukaona kama neti ya mbu ile, wamuona vile alivyo, hiyo ni shafafa, hata kama mpana namna gani, lakini ni shafafa. Kitu cha pili, isimwambate mpaka ikamtoa migawanyiko ya mwili wake. Mi'yari ya 3, isiwe na pambo, isiwe na zina ikababaisha watu kwa kuvutia. Aha, sasa nguo hii yenye sifa hizi 3 ambayo haionyeshi, haibani, haina marembo, tuitengeneze kwa mitindo ya Uswahili, tuliite shuga la Kiswahili, ama kwa mitindo ya Kidubei, sijui liitwe shuga la Dubai, ama kwa mitindo ya Kibohora tuliamkue shuga la nani la Kibohora, ama kwa mitindo kila aina. Hayo sasa ni ufahamu wako na kulingana na mazingira yako, wala usilione lako ndio la Kiislamu la wengine, wala usilazimishe kuimplement ufahamu wako unaolazimishwa na mila zako kwenda kuimplement kwa wengine ambao mila zao ziko tofauti na mila zako. Tumeelewana vizuri sana. Hapa ndio tuna matatizo wengi sisi. Huona mwanamke hakuvaa shuga mpaka vae la Kiswahili. Kama hakuvaa shuga la Kiswahili, basi watu wote utembea tu. Sasa wewe umefinya fikra ya ulimwengu ya Kiislamu, umeibakisha kwenye Uswahili, na Uislamu haukuja kwa Mswahili. Tupo jamanini vizuri sana. Ndio hapa ninaposema tuwe na hadhari baina ya kukagua misingi ya kidini iliyobainiwa na Qur'ani na Sunna ambayo yamuhusu kila mwanadamu, na baina ya ufahamu wetu wa misingi ile ambao hauna budi kuathirika na mazingira ya kitamaduni yetu. Hauna budi. Na Mungu amekubali. Na Mungu amekubali, akatuambia inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban litaarafu. Muyajue hayo, muyajali hayo. Ndio tumeelewana vizuri sana. Zakatul fitri, huku ukitaja zakatul fitri ni mtee. Tunafahamiana. Na mtu mathalan yao ukamwambia yo mimi nitatoa tambi zile bata zakatul fitri, haya hatukuzoea sisi. Tumezoea ni nini? Ni mtee. Zakatul fitri hazendi mpaka kwa mtee mathalan, sababu nyinyi hula mtee. Lakini inaweza kuwa kuna mahala watu huna maziwa tu, hawali mtee, hawali ngano, hawali posho, hawali chochote. Wao chakula chao nini? Maziwa. Sasa zakatul fitri utawapa nini? Utakwenda kuwalazimisha siku ile wale mtee? Uislamu haukuja kubadilisha watu tamaduni zao.
Na hapa ndipo mahala ambapo sitaki kusimama sana, nimemaliza, lakini nataka kuwa nasihi. Tuna mchango mkubwa sisi kuwafahamisha watu kwamba Uislamu ni Uarabu, Uislamu ni Uswahili, kwa sababu kuna wakati twashindwa kuvua baina ya Uswahili na nini na Uislamu. Sasa mtu anapoona kwamba mimi siwezi kuwa Muislamu mpaka niwe Mswahili, ngumu kwangu kubadilisha, siwezi. Sitaki kuingia kwenye mambo marefu yakaleta mizozo, lakini kwa nini mpaka mtu abadilishwe jina? Kwa nini? Maadamu jina lile halina maana yoyote mbaya ya kugongana na nini na itikadi. Kwa nini watu wote wawe maina ya Kiarabu? Na wewe huwezi kutimu umesilimu mpaka umebadilishwa jina umemkuliwa Abdallah. Kwa nini? Sasa na wale wa China kule mtawafanya nini? Niteka jamani. Kama haya mambo yaweza kufahamika makosa na baadhi ya mashekhe wakaanza kuniteremkia. Why? Kwa nini? Kwa nini nikisha kusilimu lazima unipe kandu nivae na kofia? Kwa nini? Kwa nini wataka kunibadilisha mawazo, mila, kila kitu? Na je, kama ulikuwa Uislamu mbeo umekuya kwetu, wewe ungelivua kandu? Wewe ungelibadilisha jina lako ukaja kwenye majina yetu? Sasa hizi fikra kidogo takaziangaliwe. Sijanena ni haramu jamani, na nanena ikiwa halina maana mzuri kule lagongana, mtu abadilishwe. Lakini ukibadilisha, kwa nini huendi kwenye ina la utamaduni wako wa karibu zaidi? Ndio utakuta leo kuna baadhi ya mataifa ukienda kama aliowaambia wa Turki, wa Irani, wa nani, ni Waislamu lakini maina yao ni yale yale ya nini, ya kitamaduni zao yale yale. Imran Khan sio ule ule rais wa wapi, wa Pakistan, sijui nani, utakwenda kukuta yale yale maina ya Kihindi hindi, maina ya nini wanayo wenyewe. Ala kulli hal, kwa hivyo katika sifa maizi ya mfumo wa Kiislamu katika malezi ni mfumo wa alam, wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin, au katika aya nyingine kafatan linnas. Je, yawezekana mfumo mmoja kuwa suluhisho la watu wote duniani? Katika mambo yanayopondwa sana Uislamu ni haya, kwamba Uislamu hata kama unao ukweli, hata kama ulifaulu Arabuni, hata lakini hauwezi kuwa ni suluhisho la ulimwengu, kwa sababu haiwezekani ulimwenguni kuwa na system moja. Haya ni maswali yamejibiwa, yametungiwa na zitabu, lakini tulipofika karne ya 20 kwisha, hakuna tena mjadala kama yale nilowaambia yana. Ilipokuja kitu huitwa globalization, sasa wazungu wao wataka kuhakikisha ulimwengu wa upekesha kwa system moja, imekuwa sasa yawezekana. Yale nilowaambia yana, katiba za kutungwa na wanadamu, yana litakuwa halifai, yeo litakuwa. Leo walipokuja wazungu wataka kuutawali ulimwengu, na wataka ulimwengu wote uzungumze lugha yao moja, bidhaa zao moja, chakula pia mwapokonywa za tamaduni zetu, mule chakula sampuli moja, nguo muvae sampuli moja, mubadilishwe nyote mufanywe ni soko yao. Ndio wamekuja na hii fikra inayoitwa aulama. Sisi tunasema alamia, wao wanasema aulama. Globalization, utandawazi. Ukiuliza maana fupi ya utandawazi ni nini? Ni kuregesha dunia mzima chini ya mwavuli wa sistemu moja. Wataanza kwenye uchumi, wapite kwenye culture, waje mpaka mwisho wafike kwenye nidhamu moja ya kisiasa ambao wao waisubiri kwa jina lao, na sisi tumsubiri Imamu Zaman al-Imamu al-Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu sharif.
maina tu tukhtalifiana. Watu wote duniani wangoja kuna siku, kuna system moja itakuja kutawala ulimwengu mzima peke yake, na itasambaza uadilifu katika kila kipembe. Sasa uamkue ukomunisti, uamkue utakapokuwa mkuu ni maina, na sisi pia twaingojea hiyo siku. Na sisi tulinena kitambo kwamba al-Islamu nidhamun alami, ni nidhamu ya ulimwengu mzima, na ina elementi za kuweza kuwa ni nidhamu ya ulimwengu mzima. Mwanzo imethibitika duniani, na nyinyi mtakubaliana na mimi, hakuna kitu chochote kilichoweza kuondosha utaifa na ukabila na rangi na tabaka isipokuwa ni dini. Zingine zote zimefeli. Nionyesha tajruba, sitaki zitabu, nionyesha kipractical tajruba imezoongoza ikatawali kwenye nchi ikathibitisha kweli hakuna ubaguzi wa rangi, ambao leo example kubwa leo nani? Ni Amerika, sio? Yani demokrasia ile ya hali ya juu ni ya nani leo? Ya Amerika. Tulipokuwa hatuna mitandao haya, tulikuwa tukisitwa habari nyingi, tukioneshwa tu upande mzuri, kama ule alopoa senti kujenga msikiti akajenga ukuta wa Mbee peke yake, kisha ile mikuta ya pambizoni hakujenga. Siku alipoitishwa picha alizoom in, ama kuzoom out, ile kuzoom in ile picha, akatukua ule ukuta wa Mbee, lakini wewe ukiona ile picha utafikiri ni msikiti kamili. Sasa ndivyo wazungu katika media wanavyotuonesha sisi kule Ulaya. Hawatuoneshi kila kitu chao kule ndani, watuonesha mazuri yao. Hawatuoneshi kila nukta huwa wa watu wangapi. Hisabu za drugs hutoka hoko wakaamu kumezidi drugs watumia. Amerika milioni ngapi? Sijui tumeelewana vizuri sana. Hamuwaoni? Ikazungumzwa kwenye zombo za habari, sijui drugs zimekuwa kadhaa, pani imekuwa kadhaa. Ni mwajua Amerika kwa siku hufa watu wangapi kwa drugs? Mukioneshwa kwenye media Afrika, utaoneshwa majangwa, watu hawakuvaa nguo mpaka leo. Watakwenda wale watu waishao mashambani. Hasa wale waliokukule una Afrika yote. Hata sisi tulikuwa kule Arabuni tupata taabu shekhe. Mara jamaa ukushika kwamba nyinyi uvaa nguo kule kwenu, mwambie vaa bwana. Wananaimia. Lakini wewe ukioneshwa ya Amerika, utaoneshwa matawa yale, mabarabara, manini, mabridge. Juzi kwenye mitandao mkaja mkaona watu weusi paka sasa waangaliwa vipi ndani ya Amerika. Sina watu wa kawaida na zombo za utawala. Yule George akiitwa nani yule aliouawa juzi? Na juzi mahakama imehukumu apewe ridhaa milioni ngapi dola? Ule alomwandika Ondo Tiati ni polisi. Skuli zilivyokuwa zikitenganishwa, Uislamu na dini peke yake ndio ilikuja ikaketi ikamsimamisha Bilali kama waziri katika nchi, na akawa huingia kwa mtumi bila ya hodi. Abu Sufiani huomba ruhusa kwa Bilali kumwona mtumi. Abu Sufiani, jamanini, mamuyua Abu Sufiani ndio huyo kumwomba ruhusa Bilali, ndio tukua appointment, waweza kumwona mtumi ama huwezi, kama wewe unataka kumwona Uhuru. Sasa Uislamu umethibitishwa ground kwa miaka, umetekelezwa. Kwa hivyo hili ni dalili moja waweza kukusanya watu wa ulimwengu. Sifa ya tatu katika sifa maizi za mfumo wa Kiislamu, nimewambia kwanza ni al-Rabbania, ya pili ni al-Alamia, ya tatu ni ash-Shumul. Ash-Shumul tunakusudia nini? Shumul, wapija kila pembe. Wapija kila pembe vipi? Yani ni mfumo umekuya ukamwangalia mwanadamu ni mwili, ukamwangalia mwanadamu ni akili, ukamwangalia mwanadamu ni ruhu, ukamwangalia mwanadamu ni nafsi, ukamwangalia mwanadamu ni shahawati, ukampa katika kila anachohitaji kipasacho kupoa, bila ya kulalia mwili kwa hisabu ya ruhu, wala ruhu kwa hisabu ya mwili.
Umekuja ukakwambia hii ruhu yataka ibada, hii ruhu yataka sala, salini, funga, ketini na ndaa kidogo, ifanyeni mazoezi. Lakini hii ruhu pia yataka kula, kulani, kulu washrabu. Hii ruhu hii nafsi, huu mwili nao wataka starehe, oani. Tena kama moyo hakutosha, mathna wa thulatha wa rubaa. Hii dunia yataka watu wawe na majumba kuketi, jengani, fanyani kazi, zengeani halali. Hakuna maana wewe kuwa ni dini utashikilia wewe ni ruhu kama mabodhi, kwamba sisi tuilelea ruhu. Hii ndio maana ya shumulia. Wanasema manhaji Qur'ani ni manhaji ambayo imetupa malezi ya akili, imetupa malezi ya kiruhu, imetupa malezi ya kinafsi, imetupa malezi ya kimwili, mpaka mitezo, mpaka fani. Inshallah nitakuja kuzizungumza kesho. Mpaka hizi mitezo ya kuigiza, fani, sanaa. Ingawa sasa yao tumepokonywa sanaa, na imekuwa wewe ukitaka kuwa msanii mpaka uwe mtu wa maasiya. Ndio tabu. Na je, kwa mtazamo huu nimekuja kufahamika kwamba Uislamu hauna kabisa malezi ya kifani. La, Uislamu unao malezi ya kifani. Na Uislamu wataka ukuboreshwe zipaji za sauti za watu. Uislamu wataka uboreshwe zipaji za acting za watu. Kuna drama za Kiislamu, sinema za Kiislamu. Hizi zote ni katika nyanja za malezi ya Kiislamu ambazo Waislamu wamezitupa. Hii ndio maana nakusudia ashumul, kwamba Uislamu umemtanganya mwanadamu katika pande zote katika kumlea bila ya kulalia upande mwingine kwa hisabu ya upande mwingine. Sifa ya 4, at-takamul. At-takamul inamaanisha nini? Kwa mujibu wa sifa ya 3 twaweza kunena Uislamu haina mfumo mmoja wa malezi. Uislamu ina mifumo kadhaa ya malezi. Mfano, una mfumo wa malezi ya akili, unaweza kusoma peke yake. Kuna mfumo wa malezi ya kiroho, waweza kusoma peke yake. Kuna mfumo wa malezi ya kimwili, hapa ndani waweza kusoma mambo ya mazoezi, ya jimu, ya mipira, ya nini, yote itangia hapa. Kuna mfumo wa kadhaa. Lakini je, mifumo hii yote ikiwa ni 4 ni 5 yatembea kila mmoja kwa lengo lake, ama yakamilishana yote kutufikisha kwenye mfumo mmoja? Ndio hii sifa ya 4, at-takamulu baina kulli al-manahij. Ni mafahamisho zaidi hapa kidogo, pana zitu za elimu lakini zitawafaa kiasi fulani. Safari moja kuna kundi la wanazuoni Kuwait, sijui ni 15 maulama, kitambo haya, kabla ya thaura ya Iran, yani katika 70s. Ngine sisi hatuyazaliwa ama ndio huzaliwa. Waliandika barua wakamwandikia yule mwanachuoni nilowaambia juzi aliyotunga zile zitabu wa economy au philosophy au nini, Said Muhammad Baqir as-Sadr. Kationo Imam Khomeini ndio huandaa mapinduzi kule Iran. Said Ashahid Said Muhammad Baqir as-Sadr. Barua yenyewe ilikuwa na masuala mingi. Moja ni kuhusu benki, mfumo wa benki ya Kiislamu usokuwa na riba. Na hapa hiyo ndo nitasimama inshallah, kesho nimalize sifa zilizobakia. Mahala muhimu sana lakini napenda mupazingatie uzuri. Said Muhammad Baqir as-Sadri rahmatullahi ta'ala alayhi, katika introduction ya kitabu chake cha Al-Bankul Larubawi ndo akawaandikia jibu, akawapa mfumo unione. Lakini katika introduction azungumza maneno haya, asema mwataka mfumo upi wa benki? Mwataka mfumo wa benki wa Kiislamu utakao kutekelezwa pambizoni mwa mifumo mingine yote ya Kiislamu? Tupo jamanini? Au mwataka mfumo wa benki ya Kiislamu utakao kwenda kutekelezwa peke yake, umezungukwa na mifumo mingine ambayo si ya Kiislamu? Sijui mmenielewa vizuri sana jamanini. Yani mwamtaka Muislamu mwendao kumwepeka kwenye mazingira kuishi na masokuwa
Waislamu au mwamtaka Muislamu ambaye enda kuishi kwenye mazingira watu wote Waislamu kwa lugha rahisi? Bila shaka la pili haliwezekani. Kama wewe leo watakuanzisha benki Kenya ya Kiislamu, utakuwa nje ya Central Bank ya Kenya? Huwezi kuwa. Utakiuka sharuti zao za kutoa mikopo? Huwezi kukiuka. Sasa wewe wafanya kazi kwenye mazingira ya Kiislamu ama yasiokuwa ya Kiislamu? Kwa hiyo wewe, sisi wakati ukitukua mkopo kwetu, sisi tukitukua mkopo kwako utatuambia hakuna riba. Wewe ukitukua mkopo kwa Central Bank zile ukaja ukatupa sisi, ule Central Bank pia utawaambia kuna ya Uislamu? Sijui mmenielewa vizuri sana. Sasa Said Muhammad Baqir Sadri asema hakuna mfumo wa Kiislamu utakwenda kuutekeleza pweke, usiwe pambizoni mwake kuna na mifumo mingine, wa ila itakubidi uende kimseto. Na haya ni mambo marefu sana. Sasa wakati ninaposema tunapotaka mfumo wa mpira wa mitezo wa Kiislamu, tuenda kuutekeleza wapi? KFF ya nani mathalan, yani ama yenu tu pamba roho? Sasa atakamu hufeli. Sasa nielewani vizuri sana, hufeli ni kama kuutukua muembe kwenda kuutia, anavyosema Al-Qabanji. Sasa mmoja katika wanafunzi wa Said Muhammad Baqir Sadri ana kitabu chake kingine anakiita Al-Madhhabu Siyasi fil Islam, asema harakati nyingi za Kiislamu zimefeli leo kwa sababu zenda kuambua mfumo wa Kiislamu zikautekeleza katika mazingira ambayo si ya Kiislamu. Ni kama kuutukua mti umezozoea kumea pwani, ukaenda ukaumeza wapi? Kwenye mazingira ya baridi, kisha mti ule usitoe matunda vile yanavyotakikana, mukaketi mukamtukana mwenye kupanda mti. Sasa hizi nidhamu za Kiislamu tatakamal. Namaliza, huwezi kutekeleza nidhamu al-uqubat ya kukata watu mikono, ya kupiga watu mbati wa kizini. Hayo ya mwisho. Kwanza ulitekeleza nidhamu ya uadilifu wa ugawaji wa pesa katika jamii za Kiislamu kabla hujaja kwenye kukata mikono? Au sisi la kwanza, la pili, mwizi nafanywa nini? Natiwe tairi. Mwizi na katwe mkono. Uislamu kabla ya kuleta nidhamu ya kumkata Muislamu mkono, kwanza ulileta nidhamu wa anfiqu mimma razaqnakum. Kwanza ulileta nidhamu wa zaka, kwanza ulileta nidhamu wa baitul mal, kwanza ulileta nidhamu wa taawanu ala albirri wattaqwa wala taawa. Kuna nudhum zikitekelezwa hakupatikani mwizi. Tupo vizuri sana. Na akapatikana hoyo si mwizi, hoyo sasa sitambui mwanadamu asi mwanadamu, na katwe mkono hata kitu anakatwa. Lakini huwezi kumkata mtu mkono, siko kwenye kuhalalisha kujepa jamanini, nifahamike vizuri sana. Huwezi kumkata mtu mkono amelala na ndaa, amefanya madhambi kujepa. Ndio Imam Ali alipokuwa khalifa, alipotoka barabarani atembea, akakutana na Myahudi mzee hupita akiomba. Myahudi akanena, muombaji katika dola yangu? Yani akaiwekea question mark. Akawazungukia walokuwa wale maadvisor nini umefuatana naye, ambia vipi wale, kwambia innahu yahudi, kafiri hilo kwa lugha zenu. Wewe nani? Kafiri huyo. Imam Ali akamwambia, alipokuwa na afya yake akiwaetea kodi yake, mlikimwambia kafiri huyo? Sababu huyu ameinuka kwenye hii dola akilipa jizia. Mbona wakati alipokuwa akileta jizia hamkunena kafiri huyo? Mulitukua jizia yake mukaitumia katika dola. Leo mama ataomba lazima aekewe mshahara kila mwezi kwenye baitul mal. Hadha huwa alislam kiasi hiki. Sasa hapa ndipo mahala ninapokusudia kunena atakamul,
Mifumo ya Kiislamu ni mifumo ya kukamilishana. Ukiuondosha mmoja, mengine yaweza kufeli, kwa sababu yote yaja kuungana, yatengeneza kitu kimoja. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatujalia min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.